Ndio tupo tayari, naye mwenyewe pia yupo tayari kwa ajili ya kusikia kile ambacho atakizungumza hii leo. Ni Makulata Kesi, mtafiti na mtaalamu wa afya ya jamii, akisema jamani, mimi bwana mtaalamu wa afya ya jamii. Na hapa tunaangazia umuhimu wa vijana kutunza afya zao kwa ajili ya maendeleo yao binafsi na taifa kwa ujumla, na hii ni kutokana na vijana wengi siku hizi kutojali afya zao kwa kutumia vilevi, dawa za kulevya na baadhi ya tabia ambazo zinaathiri afya zao, na matokeo yake taifa linapoteza nguvu kazi. Na Imakulata amekuwa akiwaelimisha vijana kuhusu hili kutokana na tafiti mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya kwenye masuala ya afya. Karibu sana katika studio zetu tuzungumze na msikilizaji aweze kufahamu yale mengi ambayo tutagusia hii leo. Asante sana Dazaina. Karibu sana. Sawa, Imakulata utakuwa vizuri kwa sogea kidogo kwenye kipaza sauti. Hapo utakuwa unasikika vizuri maana sawa, pamoja na tafiti ambazo umezifanya, kundi mnaloligusa moja kwa moja ni kundi la vijana, kwa vile ndo linaonekana ni kundi ambalo pengine ikitokea uzembe umefanyika au halitozingatiwa zaidi au halitopewa ushauri mapema au halitoangaliwa kwa jicho la tatu, kwa maana ya kuona kwamba hili kundi hili, nyinyi sasa watafiti mnaona hapa ndio tunakopoteza nguvu kazi ya taifa. Nini mmekibaini? Na je, ni umri gani uko kwenye mambo hatarishi ambayo mmeainisha? Walio wengi kutumia vilevi, kwa maana ya kutumia vileo, kutumia dawa za kulevya, kuingia kwenye tabia ambazo ni hatarishi na pengine zinaweza zikamfanya kutokuwa kijana yule ambaye taifa linamtegemea. Tuanzie hapo, karibu. Asante sana. Neema, nashukuru. Kundi ambalo tunaona liko kwenye hatari zaidi ni kuanzia miaka 15 mpaka miaka 24. Hiyo ndio tumeona ni kundi ambalo liko kwenye hatari sana kwa vijana kuingia katika tabia hatarishi, lakini ambazo zinahatarisha afya yao. Lakini tukiangalia kundi hilo kwa umri huo unaotaja, walio wengi ndio pengine sekondari mpaka chuo kikuu kwa umri huo wa miaka hiyo 16 mpaka 24. Aidha yuko kidato cha 4 au cha 3, anakwenda kidato cha 4, cha 5, cha 6, anakwenda chuo kikuu pengine mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, na ndio umri wenyewe huo. Kwa nini na tuwaze hivyo wakati hawa tunaamini kwamba kwenye masomo na kule watanufaika zaidi kutokana na yale wanayoyapata shuleni? Asante. Kwa vijana, ujana ni kipindi cha mpito. Sawa. Kwa hiyo vijana mara nyingi wanafanya majaribio mbalimbali. Wanasema kama kitaalamu experimentation. Kwa hiyo ni umri ambao mtu anataka kujaribu kila kitu. Lakini mtu pale anapojaribu vitu vibaya au hatarishi, vinampeleka zaidi kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa yanayoambukiza au changamoto mbalimbali za afya. Na utafiti ambao umeufanya hasa umebaini nini hasa tatizo? Kwa sababu kuna mwingine anajiingiza tu kwenye kutumia dawa za kulevya labda pasipo sababu, ama kuna mwingine kuna sababu maalum. Sasa tafiti zako ambazo umezifanya, kuna chanzo hasa umekiibua mpaka kuona sasa hapa kuna haja hawa vijana kuelimishwa zaidi? Na kwa kusema sio tafiti zangu peke yangu, lakini pia watafiti huwa tunasoma makala nyingi za watafiti wengine. Kwa hiyo ukiangalia kwa tafiti za jumla ambazo zimefanyika, kitu ambacho kinawafanya vijana waingie kwenye madawa ya kulevya au tabia hatarishi ni kwanza hiyo ya kwanza kujaribu, ni umri wa kujaribu. Lakini pia cha pili ni kwa sababu ya makundi au rika, wanasema peer pressure. Mtu labda ameingia kwenye uhuru, ametoka kwenye familia ambako kidogo tulikuwa tunamuongoza au tulikuwa tunamzuia, lakini akifika pale anabanwa. Lakini akifika kwenye jamii, lese ameenda boarding, shule ambayo haibani sana, au yuko chuo, anaona sasa hapa ni mazingira mazuri mimi ya kufanya vitu vyangu. Lakini pia kuna wengine wanatumia vilevi au madawa kulevya kutokana na changamoto za afya ya akili. Tunakuta anabeba mzigo ndani yake, anabeba maumivu, anabeba sonona ndani yake, kwa hiyo anaona mimi siwezi kulala bila kutumia kitu. Kwa hiyo hizo ndo sababu kubwa. Na kwa hapa ambavyo tulivyoona kwamba umekuwa ukiwaelimisha vijana kuhusu swala hili, na mpango wako huu unaufanya vipi? Kwamba unawafuata nyumba kwa nyumba, ama unafanya mikutano maalum ama semina labda? Kwa mara nyingi tunatumia hizi kurasa za kijamii, lakini pia tunafanya semina mbalimbali ambao tunahusisha vijana. Kwa hiyo vijana tukafundisha vitu tofauti tofauti, lakini
hizi za kujilinda na kujipenda na kutunza afya yao inakuwa ni sehemu ya topic au ambayo tutakuwa tunaziongelea. Na hao vijana kwa mara nyingi huwa ni hapa Dar es Salaam ama wamejikita mpaka katika mikoa mbalimbali? Mara nyingi ni Dar es Salaam, japo hata wa mikoani wanasikiliza kupitia mitandao na kadhalika. Tutaendelea kuongeza wigo kadiri ya tutakapokuwa tunaona mwitikio wa watu. Kwa mfumo huo wa kutumia teknolojia, na kwa sasa naweza kusema kupitia mitandao ya kijamii, maanake utaweza kukusanya kundi kubwa zaidi la vijana. Ndiyo. Mnaona mmefanikiwa kwa maana ya kuwa na nafasi nzuri, labda muda mnaotenga kupata fursa ya kutoa hizo semina mbalimbali kupitia kurasa za mitandao ya kijamii, au pengine yale ambayo mnayaandika kuwavutia kwamba leo utasikia kuhusu 1, 2, 3, yani yanaleta namna ya kumvutia ili aweze kusikiliza kile unachokisema? Ni kweli yanavutia, na unajua vijana wengi sana wanatumia mtandao. Sawa. Kwa hiyo pale ukienda pale na maudhui ambayo ni mazuri, na sio peke yangu, kuna watu wengine pia wanaelimisha vijana. Kwa hiyo tunaungana nguvu zetu kwa pamoja kuendelea kumwelimisha kijana mmoja au yani taifa zima. Kwa hiyo tunaendelea kuwafikia na mwitikio ni mzuri. Tunashukuru vijana wako tayari kujifunza, kwa sababu zamani kulikuwa kuna platform mbalimbali kupiga hadithi nyumbani. Jamii akimwona mtoto ameenda hivi lazima amsemeshe, lakini sasa hivi ni kama vile imepungua. Kwa hiyo inabidi tuwafate pale walipo. Na hao vijana ambao wenyewe ndio wanaelekezwa namna ya kuthamini ujana wao, ndio nguvu kazi ya taifa, kuacha kutumia dawa za kulevya. Tangu umeanza kutoa hii elimu kupitia labda mitandao ya kijamii na kile ambacho unachokifanya, mpaka sasa hivi unaona kuna mwelekeo kwa vijana? Kwa hiyo miaka ya baadaye huko tutakuwa na nguvu kazi ya taifa na hawatojikita kwa kile ambacho nakainisha? Mwelekeo uko mzuri, kwa sababu unajua mabadiliko ya tabia yanachukua muda kidogo kidogo. Mtu anapochukua muda kukusikiliza wewe au kujiandikisha kuja kwenye mafunzo, hiyo inatia moyo sana. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunavyoendelea kwenda, tunavyoendelea kuwavutia, lakini pia kuangalia jinsi ambavyo wao wanaweza wakasikiliza zaidi na wakatufuatilia zaidi, itaendelea kuleta msukumo wao kushiriki, lakini pia kubadilika kwa ndani. Atakapokutana na kijana ambaye amebadilika, labda kijana ambaye yuko kwenye hali mbaya, anaweza kumuinspire, akaona kwamba maisha yake yanaenda vizuri na anafanikiwa. Kwa hiyo kijana mmoja akifundishwa vizuri, akikaa vizuri, anakuwa chachu ya mabadiliko kwa wengine. Na kuna ugumu ambao unaupata katika shughuli zako? Maana kuna mwingine unaweza kumpa maelekezo, lakini hatimaye akakwambia mimi niko tayari kubadilika. Utanisaidia vipi ili nitoke kwenye hii hali na nijiwezeshe kifedha ili nifanye shughuli zangu? Maana kuna mtu anaweza akakufesa akakwambia mimi tatizo langu bwana ni fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara. Hii hali nimetumia kutokana na sonona ama msongo wa mawazo. Je, hapa nikishakuwa sawa nitapata msaada gani? Ni kweli hiyo changamoto ipo. Mara nyingi tunaangalia mtaji, labda mtaji wa kipesa. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunaendelea kuwafundisha ni kwamba afya ndio mtaji wa kwanza. Ukikaa vizuri kiafya, afya ya mwili na afya ya akili, yani unaweza kufanya chochote. Kwa hiyo ukishajiwekea kwamba mimi naweza, ukajiongezea thamani, hapo hapo maisha yako utapata tu jinsi ya kujikwamua kutoka kwenye hicho ulichokuwa nacho. Kwa sababu mtu anaweza ukapewa mtaji lakini ukaupoteza kwa sababu hauko na utayari, haujakuwa kiakili, hauna afya nzuri. Kwa hiyo niendelee tu kuwaasa vijana kwamba mtaji wa kwanza ni afya yako kwanza, afu akili yako ikiimarika na fikra ikiwa nzuri, utapata tu pa kutokea. Na kuna uwezekano labda Rema, kuna kijana anatusikiliza alafu akahisi hana umuhimu katika ya maisha kwa sababu hatoi mchango wote kwenye swala zima la maendeleo. Lakini kwa wewe ambavyo unavyofanya hii shughuli, kwa kijana ambaye amekata tamaa, akajiona hana msaada wowote kwa ujenzi wa taifa katika nchi yake, hana msaada wowote kwa familia, yani hajitambui wala haelewi, je, umuhimu wa huyu kijana kwa kumsisitiza wa kutunza afya yake kwa ajili ya maendeleo yake binafsi na taifa, umuhimu wake hasa ni upi? Asante sana. Taifa lolote linajengwa na vijana. Vijana wana nguvu. Vijana wakifanya kazi kwa ufanisi wanaweza kuletea ubunifu na kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa hiyo kila kijana anayenisikiliza sasa hivi ajue ni muhimu sana na tunamtegemea sana kwa taifa la leo, lakini pia kwa taifa la kesho lijalo.
anapotunza afya yake, kwanza inatusaidia kupunguza idadi ya wagonjwa hospitalini, kwa sababu kuna kwenye serikali inatumia pesa nyingi. Lakini pia anapokuwa na afya njema, akija kazini au akiingia kwenye biashara, akifanya chochote, yani hata kama mtu anajihisi kwamba mimi sina kazi, sina cha kufanya, hata kushiriki kwenye maendeleo ya jamii, kuotesha mti, unaweza ukawasaidia watu wengine, kufanya mazingira yakawa masafi. Yani kwa hiyo ni ile initiative ndogo ndogo. Kwa hiyo kila mtu ajitafute ndani mwake, kama kijana aone mimi sina kazi, labda sijaajiriwa, lakini sina chochote, ila ndani yake nikijiangalia nina nguvu, nina afya njema, ninaweza hata kubuni kitu ambacho kinaweza kikaleta maendeleo kwenye jamii. Na hapo hapo ukishaanza kufanya kitu, kuna watu wataona na watakushika mkono, tutaendelea. Kwa hiyo tunategemea sana vijana katika ubunifu, vijana katika ufanisi wa kazi, lakini pia vijana kuhakikisha kwamba tunashikamana na kusaidiana na watu wengine wote ili taifa letu liweze kufika mahali. Umezungumza vema kutufafanulia yale ambayo unayafanya Makulata, lakini si wewe tu, na waelimishaji rika wengine ambao wamekuwa na shughuli hiyo ya kuelimisha, kufanya tafiti mbalimbali, kusoma majarida na tafiti zilizofanywa na watafiti wengine ili kujifunza kitu katika kuongeza maarifa ya kumsaidia kijana. Lakini tunapomzungumza kijana huyu leo, hatoki tu kwenye ulimwengu ambao hauna kitu. Anatoka kwenye jamii, anao wazazi, anao walezi. Hata ikitokea kwamba huyu amepoteza wazazi wake wa asili wa kumzaa, lakini wako watu wengine kwenye jamii wanaomzunguka. Anachokifanya yeye pengine kwa yale ambayo atakuwa amepotoka nayo, hatimaye akaingia kwenye tabia nyingine hatarishi na kujiweka kwenye kundi ambalo litasababisha taifa likapoteza nguvu kazi. Wako watu ambao wanatakiwa kuambiwa kwamba huyu kijana wenu 1, 2, 3 hamkumweka sawa. Hii jamii mmekuwa na jukumu nalo gani? Hawa wazazi, hawa walezi, hamuoni kuna sababu ya kuanza nao wao ili wawe na sababu ya kutengeneza vijana wazuri wa kesho? Asante. Kwa kazi ambazo tunafanya sasa hivi, najua kila mtu anagusa mahali pake ambako ameitiwa. Sawa. Kunao watu ambao wanafundisha mambo ya ulezi, mambo ya jinsi ya kulea kwa malengo, kulea kwa makusudi. Na wapo, hata mimi mwenyewe nimejifunza kupitia wao, kwa sababu mimi pia ni mzazi. Na wanajitahidi kwa kadiri yao kuendelea kufikia wazazi mbalimbali. Kwa hiyo jinsi ambavyo sisi tunaendelea na vijana, kuna watu wengine wanaendelea na wazazi. Kwa hiyo tunashukuru, na ni wito wangu tu kwa mzazi ambaye ananisikiliza leo, akiona kama kuna initiative au vitu kama hivyo vya kuwafundisha kuhusu semina mbalimbali za kufundisha kuhusu ulezi, uzazi, ajiunge na yeye, kwa sababu na yeye pia anaweza ikawa ni muathirika wa ulezi au jinsi ya makuzi, akawa pia anakipitisha hicho kitu kwa mtoto wake. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi na sisi tukajitahidi, tukajikagua ndani yetu. Je, watoto wetu tunavyowalea, tunawalea kujiamini, kujipenda na kujitunza? Kwenye maoni huyu anasema kwamba utaratibu wa vijijini uko vipi kwa elimu hii ambayo umeianza hapa mjini? Wataipata vipi? Kwa sababu kuna baadhi ya vijiji pengine hawasikiki ambacho nakizungumza. Kuna uwezekano wa kuwafikia kwa kusambaza hiyo elimu? Anaitwa Ngusa Ramadhani kutokea Mangwibi, Mashariki, Nzega, Tabora. Asante sana. Kwa vijijini tunaendelea kuongeza kasi jinsi ambavyo tunaona mwitikio. Kwa hiyo tutajitahidi kushirikiana pia na serikali za mitaa kuhakikisha kwamba kwenye vile vikao wanavyofanya au pia kupitia redio kama hivi wanatusikiliza na wao pia waendelee kuhamasika. Kwa hiyo tutajitahidi kuendelea kuongeza nguvu na kuendelea kuongeza pia timu ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Anasema tatizo kubwa lingine kwa vijana ni kukosa kazi za kufanya. Matokeo yake ni kama hayo, ulevi na kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Na ushauri wake, anaishauri serikali BBT ilikuwa imelenga pazuri sana, vijana wapo wanakaa tu maskani. Anasema wachukuliwe, wapelekwe vijijini, vijana wapo. Anasema kwamba ikifanyika hivyo mambo yatakuwa ni mazuri. Selemani Denja wa Busongo Misungwi anasema kwenye maoni yake asubuhi ya leo, anasema kwamba anatupata vizuri sana na nashukuru kwa kile ambacho anakisikia hii leo. Selemani Mohamedi almaarufu anasema ni Mnyeramba wa Dosidosi Kiteto, vijana wengi wanajihusisha na dawa za kulevya kwa sababu ya msongo wa mawazo.
na wanapotengana na wenza wao wanajikita kwenye dawa. Umesikia kwamba pengine unasaidia vijana wapo katika hali tofauti, msongo wa mawazo na upi. Akasema kuna wengine wanaingia huko kutokana na kutengana na wenza wao. Unakutana na vijana namna gani ambao tayari wameshaathirika kutokana na dawa za kulevya, akiwa wamepitia changamoto gani? Msongo wa mawazo, au kama huyu alivyosema wakati mwingine wenza, ama kuna mwingine kwa ajili ya wazazi labda? Kweli vijana wako tofauti tofauti. Kuna mwingine tu anataka kujiboresha, lakini kuna wengine ambao wanaingia kwa sababu ya changamoto kubwa zilizokuta kwenye maisha. Ikiwemo pia kupoteza wazazi, kupoteza wenza. Lakini pia wengine ni kama hivyo, unakuta tu alikuwa hajaelewa alichokuwa anafanya. Alikuwa anajaribu tu naye akajikuta ameingia humo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kuwaelimisha kwamba hata alipofikia na kutafuta msaada ni sehemu kubwa ya aliyopiga hatua. Kwa hiyo hatumkatishi tamaa, tunamtia moyo. Hata kama kuna kijana anisikiliza na kutia moyo, utafute msaada popote pale ambako unahisi kwamba umejiingiza katika masuala ya madawa kulevya au ulevi uliopitiliza, ili nayo uweze kukubalika, kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka kijana ambaye yani hawezi kuchangia chochote hata kwenye nyumbani. Unaona, watu wanaanza kukuona kama vile labda mtu haufai, lakini ukianza kujitambua ndani yako na kuchukua hatua ya kujifunza, kuchukua hatua ya mabadiliko, hii inasaidia sana kurejesha na uongeza mchango mkubwa katika jamii, lakini pia katika taifa letu. Sawa, pamoja na elimu rika mnaoitoa kwa maana ya makundi ya vijana mbalimbali mnaofikia kwa mbinu mbalimbali za kuzungumza kwenye media kama hivi, kutumia teknolojia kwa maana ya mitandao ya kijamii ili kuweza kufikisha ujumbe kwa vijana, lakini tufahamu pia namna ambavyo mnajipanga kwa zile mada mbalimbali zitakavyokuwa zinaweza kumfikia yule mnayemlenga. Yani kwamba labda nini mnakuwa mmekizingatia katika yale ambayo mnayatoa kama masomo kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Asante sana. Kwa mada mara nyingi tunadili na curriculum ambayo ni tuseme ni mtaala wa kumjenga mtu. Kwa hiyo tunamjenga mtu kuanzia kwanza kujitambua, ambao tunaita personal identity, lakini pia tunamjenga jinsi ya kuhusiana na watu mbalimbali. Sio mahusiano ya kimapenzi, hapana, lakini mahusiano yani ya jamii, mahusiano Lakini pia tunamjenga kuwa kiongozi, na tunamjenga ajipange, yani ajione katika picha kubwa zaidi, jinsi ambavyo anajiona sasa hivi. Awe na maono, awe na malengo makubwa ili aweze kufikia kile ambacho anatamani kukifikia. Unajua kama kijana labda akiwa anakuja, mara nyingi unakuta anajifikiria tu hapa nipate kazi, niweze kupanga chumba changu au niweze kujenga nyumba yangu. Lakini tunamuonyesha kwamba anaweza kufanya zaidi ya hicho. Anaweza kufungua kampuni kubwa, anaweza akaajiri watu wengi, hivyo akaweza kusaidia kupunguza ile yani utegemezi, lakini pia watu ambao hawana ajira. Kwa hiyo kijana akikuwa vizuri zaidi au akielimika vizuri zaidi, anao mchango mkubwa sana wa kuinua hili taifa. Na vipi kwa wale vijana ambao wanapata kila kitu? Yani wana uwezo kila kitu wanapata. Familia zao ziko vizuri yani tu sana, ila tu wamejiingiza katika makundi hatarishi. Hao wenyewe unawamulika vipi? Hao mara nyingi wanakuwa ni ule upande wa experimentation, yani wa kujaribu. Na pia wengine inategemea pia, kuna vitu ambavyo walikuwa wanategemea kutoka kwa wazazi wao, hawakupata muda wa kutosha labda. Kwa hiyo na wenyewe pia wanahitaji msaada vile vile, kwa sababu kijana kama yule anaweza akasababisha hata ile familia iliyokuwepo vizuri ikaanza kushuka kiuchumi, kwa sababu labda atakuwa anaiba, atakuwa anafanya nini. Lakini pia ule mchango wake ambao angeweza kubeba sasa ule utajiri wa familia yake akaupeleka level nyingine kubwa zaidi, atakuwa anashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo na wenyewe pia wanahitaji msaada na kushauriwa. Lakini pia kwa wale ambao wameingia kabisa kwenye uraibu, kuna vituo mbalimbali ambao vinatoa matunzo na matibabu kwa ajili ya hali ile, ili waweze kurejea kama kawaida na mchango wao pia utathaminiwa katika jamii. Ziko mada mnazoziandaa kwa ajili ya kumjengea mtu namna nzuri ya kujiamini na kuthubutu
Maanake hivyo vipengele viwili ndio pengine vinaweza vikamshusha mtu kutokana na anavyojifikiria. Najiona mimi kijana, lakini mimi kijilinganisha na kijana huyu mwingine tofauti. Mimi natoka wapi jamani? Mimi natoka kwenye familia ya chini kabisa. Nawezaje kufikia huku aliko huyu? Hizo mada za uthubutu, za kujiamini na kujikubali mnazifanya vizuri ili kuwajengea hiyo nguvu hawa wengine wachache kwenye kundi la wale ambao wanakuwa wamekata tamaa. Kabisa. Yani kujiamini, kujikubali ndio msingi wa elimu zetu tunazozitoa. Lakini pia kwa kuongezea na hapo, tunatoa elimu nyingine za uwekezaji, tunatoa elimu za fursa mbalimbali ambazo zipo, tunatoa elimu za uzalishaji ili watu, kwa tunaalika wazungumzaji mbalimbali. Kwa wanakuja wanatufundisha kuhusu biashara, kutegemea na kile kitu ambacho kinahitajika kwa kipindi hicho. Nataka kuelewa zaidi, lakini somo la kwanza kabisa linakuwa ni hiyo kujiamini na kujisimamia na kujiona yeye ni wa thamani. Okay. Peter Toyota wa Nkinga, uwanja wa ndege, anasema elimu hii ni nzuri katika kuwajengea vijana, na anasema hongera sana mgeni hapa studio. Huyu anaitwa Musa Semeka ukiwa Mwanza, anasema ukosefu wa ajira, vijana wengi wanajiingiza kwenye uvutaji wa dawa za kulevya, na huo mradi wa BBT umechukua vijana wa mjini tu. Okay, huyu anasema habari hapo studio. Anaitwa Paul Madondola kutoka Dodoma, anasema hii inatokana na maisha walio wengi, malezi sio bora na kusababisha familia pia isiyokuwa bora. Na yeye anatupata vizuri, anasema mada ni nzuri. Baada ya kusaidia hawa vijana ambao wamejiingiza kwenye dawa za kulevya na ukajua kabisa nguvu kazi imepotea, baada ya ukaona sasa amerudi yuko sawa na amerejea katika hali ya kawaida, kuna kuwafuatilia kuona namna wanavyoendelea, ama ukishamaliza jukumu lako la kuwafundisha na mtu akakaa sawa umewaachia hapo? Yani hao ambao wamejiingiza kwenye madawa kulevya, mara nyingi huwa tunawapa rufaa kwenda kwenye vituo ambavyo wanafanya matibabu, kwa sababu yule hata ukikaa naye darasani ukisema unaanza kumfundisha anahitaji matibabu kwanza. Kwa hiyo baada ya kule wao ndio wanaendelea nao, then kama mtu akitaka kurudi darasani yuko sawa, sasa ndio anarudi kuanza kujifunza masomo mengine kama kawaida. Ila pia kule kwenye sober houses wao wanafundisha haya masomo mbalimbali. Mambo ni mengi, vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Umefanya jambo la maana, kwa sababu kuna wengine wanapitia hii changamoto na hawana mtu wa kumshika mkono. Inafika sehemu mpaka vijana wengine wanafukuzwa nyumbani na familia zao. Baba amechoka, mama amechoka, kila siku darasa lile lile, acha tabia hii, acha tabia hii. Lakini kwa kitu ambacho umekianzisha ni kuonesha kwamba unajali hawa vijana, kwa sababu ndio nguvu kazi ya taifa la kesho. Kuna mzazi ambaye anakusikiliza nyumbani na kijana ambaye sio kamshindwa, ila anatafuta usaidizi wa huyu kijana kupewa elimu kama hivi ili atoke kujifungia ndani kutokana na hali anayopitia. Inafika hatua mpaka mzazi unalia, kosa lako ni lipi? Umeshindwa kwenye malezi ama nini kinaendelea? Huyu mzazi unamfikia vipi ama unamwambia nini kwenye swala la kijana wake huyu? Asante sana. Kwa hiyo mzazi inamwalika awe sehemu ya mabadiliko ya vijana wetu. Kwa hiyo naye mwenyewe anaweza akamwandikisha kijana wake kwenye mafunzo ili naye akafaidika kupitia hili. Na kule kwenye mitandao ya kijamii sasa, ili mzazi aweze kupata fursa pengine ya kumwambia hebu ingia kwenye hizi kurasa, huwa wanatoa masomo. Mitandao yenu ni mitandao ipi ambayo mnapatikana? Tunapatikana Instagram, sana sana Instagram. Ukitumia jina lipi? Unatumia jina lako la Immaculata? Hapana. Sawa, sio vibaya kudokeza. Okay. Family Code National Key. Family Code National Key. Akiingia hapo anaona kila kitu. Ataona kila kitu, lakini pia tuna mafunzo ambayo tunakaribia kufanya tarehe 28 mwezi wa 3. Kwa labda naweza nikatoa contacts zangu kwa wale ambao wanahitaji watanitafuta. Sawa, si vibaya. Naam. Ni 0753 247 591. Hiyo unakaribisha wazazi, walezi. Maanake huyu ana kijana na ndio Zainab alikuwa anauliza. Kuna mtu ni mzazi mlezi sawa, kijana wake sawa, amejitahidi kaenda shule, au pengine mambo ya elimu labda yalikomea sehemu fulani, lakini sio mwisho wa maisha. Kijana yuko nyumbani, wanajitahidi labda hili abadilike kwenye hili, lakini mambo yanashindikana. Mwisho mzazi anaona kama anajilaumu yeye sasa kwamba mimi
nimefeli wapi kwenye malezi ya kijana wangu, hatimaye ndo nimemfikisha hapa. Sasa huyu yeye ndo anatafuta namna nyingine nzuri ya kuwafikia nyinyi ili muweze kumsaidia kijana wake, pengine kwa hayo mawazo, kwa hiyo elimu, kwa hizo mada mnazozitoa. Ndio hicho tunachokisemea. Sawa, asante. Kwa hiyo kwa mzazi anaweza akanipigia kwa namba hiyo hapo. Alafu tutamwelekeza jinsi ya kufanya. Lakini pia kunao watu wengine wanafanya mafunzo kwa wazazi. Kwa mfano kama kuna mtu ana watoto wadogo, hata mtu mwenye watoto wakubwa pia anataka kujifunza labda sasa hivi niende vipi na hawa watoto. Kuna dadangu mwingine huwa anafundishwa, anaitwa PPA, Purposeful Parenting Academy. Ambaye pia nimejifunza kutoka kwake, anaitwa Dr. Gladness. Yes, anaweza pia wakamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Na mimi nimejifunza sana vitu vingi kutoka kwake. Ila pia kuna watu wanaofundisha kuhusu mambo ya fedha kama Mr. Emilian Busara, na mwenyewe pia tutakuwa naye kwenye kipindi hiki cha tarehe 28 mwezi wa 3. Wanaweza wakamfuatilia. Anafundisha sana vitu vingi kwa vijana, hata kujikwamua kiuchumi. Na wengi ambao wametuma maoni yao, Neema, wanaomba hii elimu usiishie tu mjini, utembee mpaka vijijini huko, kwa sababu hata kama uende vijijini siku hizi wanatumia teknolojia, ndio teknolojia ya mitandao ya kijamii, basi ndio huko waende kwenye hizo kurasa. Vijana wengi wapo katika migogoro ya familia kutokana na matumizi ya vitu ambavyo sio vizuri. Ni Hezron kutoka Musoma. Muda wetu nao ndio umefikia mwishoni kabisa. Tunakushukuru sana Immaculata. Asante kwanza kwa kuja hapa UFM kudokeza jambo zuri lilo la msingi, lakini kwa namna mmetenga muda kwa ajili ya kushughulika na masuala ya vijana ili kulijengea taifa uwezo wa kuwa na vijana wengi ambao ndio nguvu kazi ya taifa kwa ajili ya sasa na hata baadaye. Tukutakie kila laheri kwenye shughuli yako. Mwenyezi Mungu akutangulie. Basi endelea kuelimisha vijana, na malipo wanasema utalipwa na Mwenyezi Mungu. Amina. Namshukuru Mungu ndiye ameniwezesha hata kufanya kazi hii. Amina. Asante sana. Ni Immaculata Kesi, mtafiti na mtaalam pia katika masuala ya afya ya jamii. Tulikuwa tukizungumza naye leo tukiangazia umuhimu wa vijana kutunza afya zao kwa ajili ya maendeleo yao binafsi na taifa kwa ujumla. Na hii ni kutokana na vijana wengi siku hizi kuto kujali afya zao kwa kutumia vilevi, dawa za kulevya na baadhi ya tabia nyingine zilizo hatarishi kwa afya zao, na matokeo yake taifa linapoteza nguvu kazi.